Msichana mwenye umri wa miaka 6 ameokolewa katika eneo la Umoja baada ya kudaiwa kuteswa na wazazi wake kwa kupigwa na kuchomwa kwa kisu cha moto, hali iliyomwacha na majeraha makubwa mwilini. Kwa mujibu wa taarifa, majirani walitoa taarifa kwa mamlaka baada ya kugundua mtoto huyo alikuwa katika hali mbaya ya kiafya kutokana na ukatili aliofanyiwa. Maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Maji walifika nyumbani kwa wazazi wa mtoto huyo kwa ajili ya uchunguzi. Hata hivyo, walimkuta mtoto hayupo nyumbani, huku baba yake akidai kuwa alimpeleka kijijini Kisumu siku moja kabla. Baba huyo alikiri kumpiga mtoto huyo, akidai kuwa alikuwa akimpa adhabu ya nidhamu. Licha ya madai hayo, majirani walieleza kuwa mtoto alikuwa amefichwa baada ya baba yake kupata taarifa za ujio wa polisi. Baada ya uchunguzi zaidi, ilibainika kuwa baba huyo alikuwa amesema uongo. Mtoto alipatikana akiwa amefichwa katika nyumba ya ndugu yao eneo la Umoja, umbali mfupi kutoka nyumbani kwa wazazi wake. Mtoto huyo alikutwa akiwa na majeraha makubwa mgongoni na mikononi. Aidha, uchunguzi zaidi katika kituo cha polisi unaonyesha kuwa alikuwa pia na jeraha la kuungua mkononi, ambapo alidai mama yake alimchoma kwa kutumia kisu cha moto. Polisi walimkamata baba mtoto huyo mara moja, huku mama yake akichukuliwa kwa mahojiano zaidi. Uchunguzi unaendelea na kesi hiyo inatarajiwa kupelekwa idara ya watoto kwa hatua zaidi za kisheria na kuhakikisha usalama mtoto huyo. Tukio hilo limeibua hisia kali kwa jamii, huku wananchi wakihimiza kutoripotiwa kimya vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Kisu moto. Angalia ni mtoto analia machozi, mtoto kwa sababu mmemtesa. Wewe ni mnyama. Na huyo umebeba kwa tumbo pia utatesewa hivi. Ama si wako huyo. Na kisu yenyewe ulichomwa naye kwa hapa. Hata kisu yenyewe ulichomwa nayo. Sasa tutafute hiyo waya yenyewe chapa. Hii kisu alifanya nini? Hebu alifanya nini ndio akakuchoma nayo? Ana venye iko na moto. Na imechomwa. Alichomelea wapi? Aliweka wapi? Aliweka wapi? Aliekelea hapa. Ikashika moto. Alafu wakati ilishika moto, hiyo kamba alikufunga nayo iko wapi? Kwa hapo juu. Yaani mpaka mtoto anajua mahali kamba imefichwa. Alikufunga aje? Akakufunga hivi. Akakufunga hivi. So, hebu alikufunga hivi. Akafunga na mikono hivi. Hivi ndiye alikufunga. Alafu ndiye akakuchoma na kamba na kisu. Alafu akachukua hiyo kisu akakuwekelea hapa. Na huyu ni mama yako amekufanyia hivi? Ndio maana aliambia watu wamuitie polisi. Nani alikufunga hiyo kamba? Kwani anakuonea? Huyu mami. Anakuonea? Ona di. Walikuwa naambia ubaki kwa shosh. Alafu akakataa. Kuna mtoto tunataka kuona hapa kwenye nyumba iko. Hayupo? Ameenda wapi? Nilimpeleka kwa nyumbani. Mbona umpeleka nyumbani? Si alifaa enda kae nyumbani. Hebu leta hiyo nini? Mzazi alituma nyumbani. Hebu leta hii picha. Atafuta huyo mtoto. Nilikuwa mpiga kwa mgongo kuuliza huyo. Nilimpeleka nyumbani. Nani alimpiga hivi? Kisumu. Nani alimpiga hivi? Ni wa nani? Mwana wangu. Wewe nani alimpiga hivi? Unaona huyu mtoto? Wacha niwaelezee kile kilifanyika. Hii nyumba ingechomeka, uliza mama. Mimi nitoka kazi, mama yake kanielezea. Nyumba ingechomeka. Mtoto alifungua gas. Mama yake ndiye akapata. So it was never her fault. Sasa mimi kuuliza mtoto akatukasirisha to that level. Mtoto wa miaka ngapi? 6 years. So hii kichapo yote Hiyo nilipata, unaona hii? Hii mamake ndiye anaelezea hiyo, but mimi nilimchapa kulingana na karibu achome nyumba. Karibu achome nyumba. Sasa nikaona juu anasumbana na mamake mjamzito, nikampeleka nyumbani. So kamchapa hii kichapo yote ya kumuumiza hivi. Nilimpiga, sikujua kumuumiza hivyo. Ni nani? Amechapwa hivi. Wapi? When? Hapo wapi?
Hebu piga simu nyumbani tujue mtoto hapo nyumbani. Mtoto hapo nyumbani nilimpiga. Piga simu tu confirm. Hapo nyumbani. Wameficha huyo mtoto wakati whistleblowers wa. Sasa nimeficha, nani ameniambia? Mtoto niliona anasumbua na mamake mjamzito ndio huyo. So kumpiga kichapo cha mnyama. Sikujua nilikuwa nampiga. Sikujua huyu mtoto anakanga nyumbani. Nilimleta aone mamake mzazi hajakuwa Kenya. Mimi nilikuwa nakana huyu mtoto. For around 4 years. Sasa kumleta mtoto akafungua gas. Mamake mwenyewe akanielezea. Nikamuuliza mbona ulifungua gas? Atalikuwa jaribu kufungua. Mimi na hasira zangu nikamchapa, sikujua itafika kiwango hiki. Sasa unaona ile kiwango imefika. Now, that is what you call cruelty to a child. No, I was punishing the child for doing the You wrong. cannot punish a I never knew to this extent. Mimi sikujua kufungua ndio nikapata hivi. Hata from there sijampiga. Si mtoto nilimfikisha. Piga simu tu confirm. You want to confirm mtoto hapo ushago? We want to confirm huyo mtoto kwamba ako ushago, na kwa sababu kesi imeripotiwa mtoto arudishwe. Si ndio? Ndio, hata kama ni kichapo ndio unajua kuna ile discipline mtu anapewa mtoto. Unaweza piga mtoto unknowingly to confirm ukapata mtoto ameumia. Uko unamchapa na nini? Sijui alichunga ilikuwa waya fulani. Waya. It was a small nini. Sike boya cha nini. Mtoto anajiona. Halo, habari yako? Mimi naitwa Geoffrey Mosiria. Kuna mtoto anaitwa Zoe namfuatilia. Ako kwa nyumba yako? Tuko na yeye. Wapi? Unaishi wapi? Niko Umoja 3. Umoja 3? Yeah. Huyo mtoto ako kwa nyumba yako? Niko na yeye. Sawa, tunataka kuja kumchukua na huyo ndugu, sawa? Sawa. Tumesema kushango. Sema kwa Kiswahili. Nilipeleka kijamii. Oh, jamaa aweka pingu. Tuende na yeye. Wewe hapo pingu. Anadanganya mtoto akushango na mtoto ni huyo. Ampeleke nyumbani. Wende tu uta direct. You want to get that kid. Mbona unapiga mtoto wako kama mnyama? Mtoto nilimpiga si kwa kujua. Ukamuumiza hii yote? Sasa wewe mimi sikuwa nimejua. So you are under arrest. Askari wamekuchukua, tupeleke mahali mtoto yuko ndio tufuatilie hii kesi. Kufunga hapo nani? The father. I'm the real dad. Na ule Si ndio ESD ndio hii maandiko hapa 7th day. hebu nipatie namba yake ya simu. Si atoa alete tu mtoto. 07. Ndio umpigie mwambie alete mtoto. Ni huyu. Zoe njoo. Mimi ni Ango nimekuja kukusaidia. Na wewe ni mdogo hivi boss. Nione kama ndio huyu. Ni huyu, asiwezi kataa mtoto wangu. Ya. Bro. Hata kama upendi mtoto wako, acha mchezo. hata kama umpendi, Si ati simpendi. ni uchungu. Wewe sema kwa nini? Hiyo building yote ingechomeka, hata yeye mwenyewe anajua. Hapana. Wewe chapa mtoto wako hivyo, tuende station. Jamaa umepiga mtoto kama mnyama. Kama usilie sawa? Niko. Msikia? Niko na wewe. Usilie. Usilie. Sawa. Mamake alinielezea nilipata mamake ya ujauzito. Sasa vile alinieleza mimi nikasira zangu nikampiga. Unaona? Mama mtoto. Ndio mtoto anaongea. Ati nani mbona ulichapwa? Kwa na hizo alama nikikuja. Ulizitoa wapi? Kule tu hivyo wananitanisha. Alikutandika kwa nini? Ulifanya nini? Hukumkosea? Alikuchapa? Ni mara ya kwanza alikuchapa ama ni mara mingi? Hebu alikupiga na macho pia? Wapi? Hii si ni alama mtoto red. Boss. Hebu kuja hapa. Huyu mtoto amepigwa mara Si mara moja, akipigwa na kona. Hizi zimekauka zimepona. Ana hii. Iko fresh. Mtoto mdogo kama huyu. Mara mingi. Wapi tena? Mkono. Amekuchapa mara ngapi? Mkono. Hapo mkono ni yeye amekuchapa. Hebu toa isweta tuone. Hizi alama mpaka zimekaukia. Unataka kusema ni mara ya kwanza na mara moja? Hii mwili yote hii. Si ni mgongo tu ndio hiyo alama iko. Mpaka hizi zimekaukia. Mpaka hii hapa. Mbona proud unasema ni mgongo tu. Mama nilikuchapa siku moja. Wewe umechapa mtoto mara kadhaa. Mama, mami asikutishie, haizi kufanyia kitu sahihi.
Unataka kusema hivi ni mara moja? Boss, hata kama mimi niko na mtoto, sieti hapa mtoto hivi na waya. Mamake. Sasa mamake mama alienda kuongea kama yako na kwanza ngani umchape hizo. Sasa mbona alikosea nini? Sijapiga mamake. Yaani mwili wote bro. Sasa mbona upigie mtoto? Shida ilitokea, huyu mtoto aliachwa nyumba. Watu unazauliza mamake mzazi atawaambia. Mimi nitoka kazi mamake akaniambia kile alifanya. Sasa unamchapa. Kaanza kuchapa yeye. Sasa alikuwa ameshinda hadi mamake. Sasa mimi Hiyo atamshinda huyu. Mtoto mdogo kama huyu. Analia chenye umemfanyia boss. Look at this guy. Are you normal? Sinieli hata ungeanda over basi kwa nini kama umeshindwa? mama nilikupiga kwa kufanya kosa ama ulikosea? Acha kutishia mtoto. Unauliza mtoto wa 6 years. Unauliza mtoto wa 6 years Mtoto eti. wangu sizimtishia. Acha uje. Wewe umezoea kutishia huyo mtoto ndio maana anakuogopa. Amelia hapa akiongea juu yako ndio maana nimekuita uletwe hapa. Amesema aende kwa shosho. Utaki enda kwa shosho sababu kuna peace of mind. Hapana, si huko ndiye alikuwa. Na mbona basi uletwe kuja kuua? Juu ya mamake alimtaka, nikamletea mamake. Mama yake. Mamake alikuja akamtaka, nikamleta. Ngoja huyu mtoto ndiye alikuwa anakaa kwa peace. Hata mama anafaa aletwe hapa sasa. Mamake akadanganya mtoto ako Kisumu. Alifaa hata mamangu mzazi alifaa aende huko. Si anajua yeye mwenyewe. Huyu mtu achukuliwa hatua. Huyu anaenda kotini na huyu ndiye atafunga yeye. Na huyu ako very innocent, atasema ukweli. Wewe. Ofisa weka huyo mtu ndani. Huyu anatuirritate, weka yeye ndani. Mtia yeye ndani tu huyo. Anafaa pigwe makofi kama 2. Ate? Ulikuwa kwa nyanya? Ulikuwa unakaa na nani? Huko kwa nyanya yako. Mbona alikuleta ukuje kusalimia mama ama nini? Ukaange huku. Na sasa venye unakaa huku anakusaidia? Na unafanya nini? Anakuchapa kila siku? Alikuchapa na nini? Alikuchapa na waya. Waya gani? Anakuanga nayo. Iko kwa nyumba. Utatuonyesha mahali iko tukienda? Unafaa tukue hivi. Huyu mtoto akichapwa hivi wewe ulikuwa wapi? Akichapwa hivi wewe ulikuwa wapi? Ona, hizi usiseme hii ni alama ya juzi ni ya kitambo. Hii ni kitambo mtoto amechapwa na kanda wewe umekuwa wapi? Madam, umekuwa wapi mama? Nasikia wewe unaenda kuinua kichwa ukachapwa slabu ukanyamaza. Nadanganya ama ni uongo? Yeye hata ni kama alichomwa. Ulichomwa hapa mama? Ulichomwa na nani? Wewe alikuchoma? Alikuchoma na kisu? Oye. Alikuchoma na kisu huyu? Angalia mtoto ndio amesema alikuchoma na kisu moto. Unachoma mtoto wako na kisu moto wewe? Na si ndio yeye amesema. Alifanya nani alikuchoma? Na nini? Kisu. Kisu iko aje? Kisu moto. Angalia ni mtoto analia machozi mtoto kwa sababu mmemtesa. Wewe ni mnyama. Na huyo umebeba kwa tumbo pia utatesewa hivi ama si wako huyo? Nani alikuchoma hapa? Huyu mama. Nani alikuchapa kwa mgongo? Nani alikuchapa kwa mgongo na hii yote hii? Baba. Sawa. Hiyo tumemaliza. Huyu pia hapo ndani. Hata utaingia nani? Madam, huyu pia hapo ndani. Alikupiga nini hapo? Alikuchapa kofi hivi? Pole mama. Ulikuwa umetolewa nguo ukichapwa? Wewe hapo ana nguo ndio maana iliingia. Na kisu yenyewe ulichomwa naye kwa hapa. Hata kisu yenyewe ulichomwa nayo. Sasa tutafute hiyo waya yenyewe. So hii kisu alifanya nini? Hebu alifanya nini ndio akakuchoma nayo? Ana venye iko na moto. Na imechomwa. Alichomelea wapi? Aliweka wapi? Aliweka wapi? Aliekelea hapa. Ikashika moto. Alafu wakati ilishika moto, hiyo kamba alikufunga nayo iko wapi? Sasa nikuinue. Yaani mpaka mtoto anajua mahali kamba imefichwa.
Kamba ndio alikufunga nayo. Alikufunga aje? Akakufunga hivi. Akakufunga hivi. So, hebu alikufunga hivi. Akafunga na mikono hivi. Hivi ndiye alikufunga. Alafu ndiye akakuchoma na kamba na kisu. Alafu akachukua hiyo kisu akakuwekelea hapa. Na wewe ni mama yako amekufanyia hivi? Ndio maana aliambia watu wamuitie polisi. Sasa mimi nimekuja, mimi ndio ule nafanya kazi na polisi. Mimi ndio katibu mkuu ambaye anatetea watoto wasipigwe, sawa? Madam, chukua hii kamba, hii ni exhibit ya kufunga mama. Nani alikufunga hiyo kamba? Kwani anakuonea? Huyu mami. Anakuonea? Huyu mtoto mdogo anakuonea? Yes, tumemfikisha kwenye kituo cha polisi. Huyu ni mtoto ambaye alikuwa anachapwa na mamake na babake. Na hatujui kama baba, kulingana na majirani wanasema huyu si real father. Kwa sababu amechapa mtoto, mama alimfunga mikono yote, akamchoma na kisu kwa mkono na kumchapa. Baba alimchapa na waya kwa mgongo, amekuwa akimchapa mara kadhaa wa kadha. Miguu yote amemchapa, mikono, mwili mzima ako na alama. So tumemshika, tumemweka ndani na mama tumemchukua, wote tumeweka ndani. Nataka kuomba Wakenya ambao mnanitizama, kama kuna mtoto anadhulumiwa, isikuwe tu Nairobi peke yake. Hata iwe nje ya Nairobi, mimi nitafika to rescue huyo mtoto ili atoe ichukuliwe. Kwa sababu mbona watoto wapigwe na wazazi ambao hawana akili? Mbona mtu upige mtoto? Mbona upige mtoto wako? Baba wa kambo, mbona upige mtoto ambaye sio wako? Mama wa kambo, mbona upige mtoto ambaye sio wako? So I'll be following it up. Sasa simamaliza kukusaidia. Mimi niko na wewe na huyo polisi, sawa? Sasa utachapwa tena, tutakurudisha kwa shosha. Kama tutakana sisi Nairobi. Sawa, nitakuchukua kwa home, nitakuadopt mkweke. Sawa?